usajili wa wachezaji ambao wamesajiliwa, wachezaji wa ndani, performance yake huko alikotoka na kuja kuingia kwenye kikosi cha Young Africans, ni namna gani hasa ambacho Young Africans wamekitazama kuelekea kwa msimu ujao kwa wachezaji hawa ndani? Mimi nikiangalia nizungumza Yanga wanajenga timu. Yanga wanajenga timu. Kwa sasa hivi Yanga wanajenga timu. Yanga wanajenga timu ambayo itakuja kuwa ni ya hatari katika misimu miwili inayokuja mbele. Lakini wanajenga timu katika style ya tofauti kidogo. Imekuwa iko much more technical. Iko very technical na itawasaidia. Kwa sababu walichokiangalia tuna malengo ya muda mrefu na malengo ya muda mfupi. Kwa hiyo lazima tubaki na nyota ambao watatusaidia kufikisha malengo ya muda mfupi. Ndio wakaangalia katika nyota ambao wale ambao walikuwa wako nao wengi hawajawaacha. Wameacha nyota nyingine, wamebakisha nyota 7 kwenye timu. Sawa, alafu tuongeze watu wachache ambao watakwenda kupeleka malengo ya muda mrefu. Kwa kutumia tutakuwa sajili vijana ambao watakaa kwa muda mrefu. Unaelewa ndio kufanya pale. Kwa hiyo ili akina Boka akina nani hawa wataendelea kupungua kidogo kidogo. Sababu cha dogo anacho mwingine anaingia mmoja hivyo. Kwa hiyo baada ya msimu mmoja na nusu miwili wale 7 wote wabakia, kabakia mmoja au wote hawapo, lakini timu tayari ilikuwa na watu ambao wanaweza kuendeleza kile ambacho kilikuwa. Kwa hiyo ni style nzuri ya kuweza kufanya replacement ya timu ambayo wanataka kuifanyia overall. Nirudi huku kwa upande wa Simba Sports Club, nimemaliza kwa upande wa Young Africans. Sajili ambazo mbalimbali zinafanywa. Jana walianza kushusha vyuma vya kimataifa. Ibrahim Dumbia. Nafasi yake ndani ya kikosi cha Young Africans la hiyo kutokea Mali. Kikosi cha Yanga cha Simba. Cha Simba Sports Club. Hizi ndio sajili ambazo mimi nilikuwa nazungumza na sitazungumza kwa maana sio Simba akasema mbona anaponda Simba no. Kilicho kosi Simba na Yanga hapa katikati ni hizi sajili nimeshakwambia za MVP. Sio alikuwa na magoli ngapi? Zile sajili sio za kweli kwa sababu kiangalia kitu kimoja. Ligi ya Mali, ligi ya Burkina Faso, ligi ya Senegal, ya Ivory Coast, Cameroon. Hizi ni ligi ambazo kwa ligi ya ndani hazina nguvu yoyote ukompea na sisi huko kwa sasa hivi. Na sisi tuko juu kwa maana ligi ya ndani kwa sababu wao wameweka zaidi katika kuuza wachezaji nje. Lakini pia kutokea mchezaji akaibuka akafanya vizuri katika msimu, jambo la kawaida. Sababu tukiangalia Yanga atakwambia ile Switzerland sasa alikuwa sio MVP, mfungaji bora. Ukija Swiss ni Koma alikuwa naye ndio hivyo. Yaani unakuta kwamba watu ambao hata Simba ndio walikuwa wamechukua nani MVP wa huku ziliingia hizo MVP ziliingia MVP wa Mali sio wapi. Yule unapomchukua unacheza kamari. Inawezekana kweli kama amefunga magoli 16 lakini ana muendelezo yuko kilichokifanya. Sisi tuko napo kila Joji Mpole. Alifunga magoli mangapi msimu mmoja akawa ni mfungaji bora. Baada ya pale nini kiliendelea? Alikuwepo ile Rudi Ambokile. Alifunga akawa mfungaji bora. Nini kiliendelea? Alikuwepo nani Salimu yeye. Alikuwepo. Walikuwepo watu nyuma ambao walikuwa wana Abdulrahman Musa tuko nao yuko miaka nyuma. Anatokea mtu anafunga magoli kadhaa msimu mmoja wa pili anapoteza. Sasa ukichukua kwamba kafunga magoli 19 kwa msimu peke yake haitoshi. Fanya trending analysis ya kuangalia misimu nyima alikuwaje, kitu ambacho akifanyikaje. Kwa hiyo tuchukulie kama ni surprise ya Dumbia. Kuna wakati zinakubali lakini kuna wakati zinagoma kwa sababu ya mazingira ambayo nataka kukwambia kwamba anakuwa mtu amemeji tu ametokea kwenye tiko, ana background, ana profile kubwa, ana experience ya kimataifa, hajawahi kufanya vizuri, ndio pengine ndo anakuja kukutana na mechi Simba na Yanga, ndio mechi yake ya kwanza yenye pressure kubwa toka ameanza mpira, mambo kama hayo. Kwa sababu kweli mechi Simba na Yanga sio mechi ndogo. Yaani ni nadra kuweza kwenda katika bara la Afrika ukiachia mbali Egypt huko na bwana kidogo na Morocco na South Africa, maeneo mengine tumewazidi kwa upande wa dabi. Na kwa hiyo anafika kukutana na mechi ya Simba na Yanga uwanja una watu 60,000 wakati mwingine sio jambo dogo. Mashabiki wana pressure kubwa, timu zao za kule Mali, Senegal hazina mashabiki wengi ndani, yani ziko tu chini sana. Lakini unakuja kunakutana na mara Simba Day, Yanga Day, ile atmosphere na nini. Sasa kama una experience brother unapotea. Nafasi ya Ibrahim Dumbia kwenye kikosi cha kwanza cha Simba Sports Club unamwona anakwenda kuingia direct kwenye kikosi cha Steven Becker? Hapana. Sio direct kwa sababu Becker ni miongoni mwa walimu waandamizi ambao binafsi na appreciate sana kutoka kazi anayofanya. Kwa hiyo ni master of tactician. Kwa hiyo itamlazima afanye kazi. Kama nilivyokuambia kwamba mazingira yalotokea
sio tofauti na mazingira Tanzania. Kwa hiyo ana vitu vingi vya kuja kushawishi bench ili aweze kuingia katika kile ambacho mwalimu alikuwa akidokezea. Mwalimu alichukua timu disha dogo na ameanza kufanyia badiliko ya hapa na pale kwenda katika msimu mpya. Nimalizie na hili kwa upande wa Simba Sports Club. Kaletso miongoni mwa ingizo jipya la wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club. Nafasi yake ndani ya kikosi cha Simba na ujio wake ndani ya Simba Sports Club, kitu gani hasa ambacho kinakwenda kuboreshwa ndani ya kikosi cha Simba Sports Club? Yeah, mimi binafsi ukiniambia wewe nitakwambia mchezaji. Kutokana na profile. Kaletso ni mali. Ile mali, yani kwa sababu unaangalia mazingira, experience yake, timu ilizopita inakuonyesha mchezaji wa namna ligi aliyotokea. Unajua kutokea South Africa ile ligi kubwa. Sawa, ligi kubwa sana yani. Kwa hiyo kucheza pale katika zile timu sio kitu ambacho cha kubahatisha. Lakini kwa msimu mzima mwaka jana hana goli hata moja. Yaani haya mambo ya magoli kwa ligi ipi bro? Unajua hapo ndio mnakuwa mnasali ligi za Afrika tofauti Tanzania. Kule hamna Namungo, hamna Dodoma Jiji kule. Unaelewa sio? Hamna Pamba, hamna Fountain Gate kule. Sio, unaelewa? Ile ni ligi ya timu zote ambazo zina uwezo wa hali ya juu. Sawa. Sasa kule kama akufunga hapa kaja akafunga. So ni ligi mbili, lakini pia tegemea na mazingira ambayo alikuwa anachezeshwa. So unaelewa? Kwa hiyo bado haitoshi kwamba msimu vita kufunga. Sisi tunaangalia uwezo. Simba hawajamchukua kama mshambuliaji. Wamechukua kama kiungo mshambuliaji ambaye ana kazi kubwa kufanya kutengeneza mazingira rahisi ya washambuliaji kuweza kufunga. Ikitokea anafunga, hiyo ni ziada ya mchezaji. So unaelewa? Ile uwezo kumhukumu kuto kufunga, utaangalia na assist ngapi. Na wakati mwingine anaweza akawa hana assist lakini mchango wake ukaona unapelekea timu kupata nafasi za kufunga kutokana kama anakuwa anakifanya katika timu. Kwa hiyo binafsi usajili kama mimi siwezi ku-doubt, ndio sajili ambazo mimi nakuwa nazungumzia kwamba ndio sajili bora na kubwa ambazo zimethibitisha. Kwa hata kama ikitokea huyo amefeli, uwezi kualaumu Simba, itakuwa mchezaji mwenyewe kwa sababu kote tushamwahi kufanya vizuri. Lakini hawa ambao sio MVP sio vile kosi wapi, hawa wanakuja kudanganyaga waongo. Hamna kitu. Unadhani uwepo wake katika eneo ambalo analocheza kiungo mshambuliaji yuko kuna mwamba pale Clatous Chota Chama? Chama yeye watu wanataka muendelee kumweka Chama yule. Sio, unaelewa? I do respect kazi yake kubwa aliyoifanya, na ni miongoni mwa nyota wa kigeni ambao wamekuja katika ligi yetu na pengine wastahili kwa miaka mingi sana. Lakini huu si wakati wake. Sio wakati wake. Ni ile tabia tu ya kupenda kulazimisha vitu. Yaani kumpa Chama miaka miwili. Mimi nafikiri ni fadhila. Yaani tunapenda kupitiliza. Yaani tunapenda kupitiliza. So unaelewa? Yaani leo Yanga wameongezea mkataba ndugu yangu Shwaboy. Wameongezea Shwaboy mkataba si kwamba aje kuwa ni first level kwenye kosi. Kutokana na uandamizi wake, nidhamu yake, kujitoa katika timu, ile courage yake, jambo la kawaida. Kwa hiyo natamani aendelee kuwa kwenye timu. So unaelewa sijui. Kwa hiyo ukimchukua Chama katika mazingira hayo, I do appreciate kwamba ni sahihi, kwamba ukiangalia ameipambania Simba kwa miaka mingi, bado ana hamu ya kucheza, lakini ukimwangalia hawezi kunisaidia sana. Hebu ngoja nimpe tu akapata dakika 10-15 akacheza miaka miwili hivyo. Ukimchukulia hivyo utampa relief. Lakini ukimchukulia Chama sasa wetu uanze kumkompea na mpira wa kisasa, wanapotea. Hawezi kuofa vitu hivyo. Wakati wake umepita. Huo ndio ukweli. Kwa hiyo Kaletso na Chama wanaondoka na kadi. Lazima yani kama ni mpira. Lakini kama ndio hayo na ni siasa yenu hayo, endeleeni nayo. Makasi mmezoea hayo bwana. Shukrani sana. Karibu sana.